وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي الجماعيلي الفلسطيني أصلا رحمه الله تعالى، فلسطيني الأصل ودمشقي المنشأ رحمه الله تعالى، في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان، باب الربا والصرف. باب الربا والصرف. Huu ni mlango wa riba na mlango wa sarf, kubadilisha pesa au kubadilisha dhahabu kwa dhahabu au dhahabu kwa fedha. الصرف ni muawadha baina shay'ain au bay'u naqdin bi naqdin kadhahabin bi dhahabin au bifidda. Sarfu maana yake ni kuuza nakdi kwa nakdi, kubadilisha pesa ima katika jinsi moja au sifa moja, shilingi kwa shilingi au kwa shilingi kwa umla nyinginezo kama riyal au dirham au dolar, rand na nyinginezo. Kwa hiyo inakuwa ni badilishano ya pesa kwa pesa, inaitwa katika lugha au katika sheria as-sarf. Sasa mlango huu utazungumzia mambo haya mawili, riba kadhalika as-sarf. Na tutaona riba ziko katika aina mbili. Kuna riba ya tafadhul, yani riba ya ziada, na ni kuzidisha baina ya vitu viwili ambavyo sheria imekataza kuzidishwa juu yake, kama vile dhahabu kwa dhahabu au fedha kwa fedha au nafaka, yani vyakula kama nafaka. Sema nafaka kwa Kiarabu maana yake nyingine katika sheria, nafaka, lakini nakusudia alqut, yani vyakula ambavyo yuktatu biha, hufanywa kwamba ndio kande, kama vile mchele, ngano na mfano hizo, kama vile tende, zikauzwa mchele kwa mchele, lakini upande mmoja ukawa umezidi, kauza mchele huu kilo 20 kwa mchele ule kilo 10 au 15. Vitu kama hivi vinaingia riba, haifai kwa kufanya hivi. Inaitwa riba al-fadl, na kuna riba inaitwa riba nasia, na ni riba kuchelewesha. Ukauza vitu vya aina mbili tofauti ambavyo vinakubali kuzidishwa. Kwa mfano, wauza dhahabu kwa fedha, inajuzu ukauza mathalan gramu 10 za dhahabu kwa kilo 1 ya fedha, nafaa, lakini atakiwa mkono kwa mkono. Sasa ukiuza mathalan, nakupa sasa hivi, utaleta kesho, hiyo ni riba. Au nakupa sasa hivi, utachukua baadaye. Nakupa mchele sasa hivi,
utakuja kuchukua mahindi mwakani, haifai. Inaitwa riba an-nasi'a, ni riba ya kuchelewesha ile kuwekwa muda, hiyo haifai, inaingia katika milango ya riba, na riba ni haram. Au kuchange mathalan, ikawa unataka pesa wewe, change pesa kama ni shilingi kwa shilingi, labda una shilingi 10,000 ukataka change yake labda 1,000 wa hakadha, ukatoa sasa hivi ukaambiwa njoo uchukue baadaye, unaingia riba ya nasi'a, riba ya nasi'a ya muda, kwa inakuwa muamala ule ni wa haram, sababu ikiwa pale pale mkono kwa mkono, bwana sasa hivi sina, wewe acha tutachukua baadaye. Au kauza shilingi kwa shilingi kwa pungufu, kwamba nitakupa shilingi 10,000 nataka change, nauza change kwa shilingi 9,000. Kwa hiyo ukija ukichukua utachukua 9,000 kwa sababu nakuchangia na kuuzia. Na haya wanayafanya watu kwenye vituo vya daladala, wanauza change. Ukitoa 10,000 utapata pungufu ya hapo, riba. Umefahamu? Basi katafuta mwenyewe, sawa, lakini muamala huu riba. Tunaelewana? Kwa hiyo riba, ima riba ya fadhil ya kuzidiana, au riba ya muda, badala ya kupewa hapo kwa hapo ukaambiwa uchukue baadaye. Na mambo haya yanatokea sana kwenye mabiuro ya kuchange pesa. Tunakwenda na pesa, bwana dola 100,000 hii nataka pesa, nataka change, au hizi shilingi milioni 200 mchinjie nipate dola. Basi wewe nenda kaswali kwanza, ukirudi utaje kuchukua pesa zako. Riba ya nasi'a, hapo kwa hapo itakiwa. Mfahamu? Hizo kama vitu vya kawaida tu, labda mimi nishakuamini, haina shida bwana, wewe nenda nitakuletea nyumbani. La, yadam biyad, yadam biyad, mkono kwa mkono. Ndivyo sheria ilivyotufunza.